Marekani ni kama vile imeshindwa namna ya kumaliza vita nchini Ukraine. Sasa Rais Donald Trump wa taifa hilo anasema huenda akaitumia China katika kupata usaidizi wa kumaliza vita huko nchini Ukraine. Rais wa Marekani Trump amesema anaweza kutafuta usaidizi wa China katika juhudi zake za kuwezesha amani kati ya Urusi na Ukraine, na anaamini Beijing inaweza kusaidia kuleta msimamo ya Moscow na Kiev karibu na kupata mazungumzo ya amani kuwezekana. Ni jambo la kawaida kuomba msaada, rais huyo wa Marekani alisema alipoulizwa na waandishi wa habari kama angeweza kuomba msaada kutoka China kuziba pengo kati ya Urusi na Ukraine. Nafikiri hivyo ndivyo, akajibu. Mahusiano kati ya Washington na Beijing hivi karibuni yamedorora kutokana na uamuzi wa Trump wa kutoa ushuru mkubwa hadi 145% kwa bidhaa za Wachina. Rais alitaja wasiwasi wa usalama wa kitaifa na usawa wa kibiashara kuhalalisha hatua hiyo. Beijing imeshutumu Washington kwa uonevu wa kiuchumi, kulipiza kisasi kwa ushuru wa 125% kwa bidhaa zote za Amerika na kutekeleza udhibiti wa usafirishaji. Urusi na China ni moja kati ya mataifa yenye uchumi mkubwa duniani na ni miongoni mwa mataifa ambayo katika kipindi cha hivi karibuni wametunishiana misuli katika masuala ya ushuru, na wakati huu rais wa Marekani Bwana Trump anaona ni afadhali kufanyike mazungumzo ya kumaliza masuala haya ya ushuru, lakini pia kuangalia namna bora ya kuweza kumaliza uhusiano mbaya uliopo kati ya Urusi na Ukraine na kumaliza kabisa vita hivyo, akisema kwamba ni bora aihusishe China katika kumaliza vita hivyo. Siku ya Alhamisi, Trump alieleza matumaini yake kwamba mataifa hayo mawili yanaweza kutatua tofauti zao na kufanya makubaliano ambayo yatafaidisha pande zote mbili. Wiki iliyopita Wizara ya Biashara ya China ilisema kwamba ilikuwa imetathmini uwezekano wa mazungumzo ya kibiashara na Marekani, lakini imesisitiza kwamba Washington lazima ionyeshe unyofu kwa kufuta ushuru wake ikiwa inataka mazungumzo ya maana. Kauli ya Trump siku ya Alhamisi ilikuja wakati rais wa China Xi Jinping alipotembelea Urusi. Xi ni miongoni mwa viongozi zaidi ya 22 wa dunia wanaotarajiwa kushiriki katika miaka 80 ya kusherekea ushindi wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya Kinazi. Kiongozi huyu wa China pia alifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin ambayo alichukua zaidi ya saa 7. Kabla ya mazungumzo hayo, Xi alisifu uhusiano wa karibu kati ya mataifa hayo mawili, China ikiwa tayari kwa pamoja kubeba wajibu maalum wa Urusi kama mataifa makubwa duniani na wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kukabiliana na mwenendo mbaya wa hatua za upande mmoja na utumiaji wa mabavu duniani kote, alisema rais huyo wa China Bwana Xi Jinping. Hata hivyo hakueleza ikiwa yupo tayari kwa ajili ya kushirikiana na Marekani katika kutatua mzozo huo wa Urusi na Ukraine. Lakini pia moja kati ya jambo ambalo linatajwa mara kadhaa kwamba China iliwahi kupendekeza na kutoa mapendekezo maalum kwa ajili ya kumalizika kwa mzozo huo kati ya Warusi pamoja na wa Ukraine, ambapo rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky aliona kwamba China ni kama vile ipo karibu na Urusi na haipo tayari kuona vita vinamalizika, huku ikiona ni kama vile inaonewa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.